Vita ya mafuta inaendelea kuwa kali sana. Bei za mafuta vita Mashariki ya Kati vinabanisha udhaifu wa DRC. Vita Mashariki ya Kati vinaweka mishinikio kwa bei ya mafuta hili inayowekwa kazi mwezi iliyopita nchi DRC. Mwishoni mwezi Machi katika waziri wa mafuta wa Kongo ilipotangazwa kwamba mji mkuu haubarikiwi wa kuhapa wowote unaoelekewa jiji Kinshasa. Wanakabiliwa na ugumu wa kupata mafuta hili ilidumu kwa siku chache tu, lakini hata ya kubanana na Uingereza la bei bado ipo. Mwishoni wa mwezi Machi katika mitao ya Kinshasa mafuta yanayokuwa yakizuia katika ya franga 4,000 na frank 5,000 Kongo kwa lita la moja katika soko sambamba liliangaliwa na kutangaza 3,000 za Kongo siku chache tu zilizopita. Ongeza hili la bei ambalo zinadhulumu kwa siku chache tu linakumbusha udhaifu wa DRC. DRC nchi ilinayozalisha hali likiwa cha kusalisha mafuta tena itengenezaji huu wa ugalizaji uzaidishwa kwa kutokewa upo kwa kiwanda cha usafisha mafuta nchi hauzungizi zake zote za mafuta zilizosishwa petroli ziti mafuta ya taa yaliwa zingine zinazotokana hao. Nitakwambia kama kwa hiyo hata mafuta mdogo katika ngazi ya kimataifa iwe na vita vya Mashariki ya Kati au Ukraine hii bei lipipiu la kutofauta la hivyo bei ya mafuta kwenye vituo vya watu humu hupata unaendelea jaki kukelea na utaasisi ya utatifu wa siasa utawala wa vulugu la Kongo hukutoa mafuta lakini hainafasilisha, kwa hivyo inategemewa sana mwanzo vya nje na hiyo inawekeza wakazi kifumo katika kutio la migogoro la nje viko vya vita vya Ukraine, vita vya Gaza. Waziri wa basheni ya nje wa Kongo Jean-Pierre Pauluku alijelewa suluhu ya hili siku chache zilizopita, akisikishwa kwamba kusalishwa mafuta ya ndani ni muhimu iliyopunguzwa utaisi ya kuchumiwa za fungu kwa mlango halali la Hormuz. Serikali ya Kongo inajaribu kutuliza moni kwa kuwataka wadau katika silikati ya mafuta kuendelea kuwa watulivu na kutumisha kwamba nchi bado ina sambazaji wa mafuta wa mwezi miwili. Titile Lingili mchanguzi wa alisema ni kwamba bei za mafuta nchi DRC haziwezi na serikali ili kuzuia migogoro ya nje. Utulizi wa bei kwenye vitu vya mafuta na siliki imepaswa kuchukua sehemu ya grani lusuku hii kwa muda mrefu wa gaini hasa wakati wa bei ya mafuta ilipopanda juu kama ilivyokuwa mwisho mwa mwezi Machi katika mafuta ghasia
beti aliyopatiliwa dola 22 kwa pipa. Wewe ulishajiunga na sisi hapa kwenye Hope Info 3, ninakupatia karibu. Wewe usiende bila kubonyesha subscribe kama ni mara kwanza umefika hapa kwa hii mtandao ya Hope Info 3. Share, like na unakomenteli. Urudi kusikiliza vipindi vyetu vya habari ni kila saa hapa kwenye Hope Info 3. Asante kwa kujiunga na sisi, asante kwa kubonyesha subscribe, asante mahali popote kwe uko. Thank you.